Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari zenu ndugu zangu na karibuni tena katika kipindi chetu cha Saa Bin Laden 786. Kwa wale wageni wapya katika channel yetu hii ni channel ambayo inahusiana na masuala ya tiba na elimu za tiba zile ambazo zimefanyiwa tiba mara nyingi na zikaleta majibu. Elimu ya tiba ambazo zimefanyiwa jilba mirala na watu wakasaidika kupitia elimu hiyo, lakini ni elimu ambazo nimejisoma, nikafundishwa, nikafanya kwa watu wengi na zikatoa majibu. Leo tunaendelea tena katika somo letu la elimu ya nyota, kwa sababu katika kila somo, katika kila siku ninapokuwa naandaa masomo, nimejiwekea nitakuwa nafundisha hii elimu ya kila mmoja aijue nyota yake na kujua tabia zake, lakini pia ajue siku gani ni siku yake ya bahati, akifanya jambo linakuwa mujarabu kwa usahihi. Kwa sababu katika ulimwengu kila mmoja anaye siku yake ya bahati, anaye siku yake ambayo ukifanya jambo alikai. Kuna baadhi ya watu ambao hawana elimu hii ya tiba wanabisha kwamba hii elimu kwamba hamna, kila mmoja siku zote zipo sawa. Sio kweli. Hata Mwenyezi Mungu alipokuwa anaumba ulimwengu, kuna siku za alizoumba vitu makuruhu, ambao ni Jumanne aliumba vitu makuruhu vile vya kukaraisha, lakini kuna siku nyingine akaomba udongo, akaomba mchanga. Zipo siku ambazo alimuumba Nabii Adam ambao ni Ijumaa. Kwa hiyo ni hivyo. Sasa leo tutasoma majina matatu katika elimu ya nyota. Mtu akikuuliza nyota kazi yake nini katika mwili, mwambie katika huu ulimwengu kuna nyota 16. Katika hizi nyota 16 zipo nyota ambazo kila nyota ya kwanza ni nyota ya punda. Sasa nyota zipo kimlolongo: punda, mashuke, ng'ombe, mizan, mapacha. Hizi ni baadhi ya nyota chache ambazo nimezitaja. Lakini leo tutasoma majina matatu na sifa zao na siku zao za bahati. Sasa jina la kwanza tutakuja kujifunza herufi E ambao ni A. Sasa ukimwona mtu yoyote katika ulimwengu jina lake linaanza na Eriki, Eliasi, mtu huyo kwanza atakuwa ni mtu mtulivu. Lakini pamoja na kuwa mtulivu, atakuwa ni mtu ambaye anapenda uhuru na amani sana katika mapenzi. Kwa hiyo ukimsikia mtu jina lake linaanza na A ambao ni E pia, mtu huyo kwanza ni mtu msikivu, lakini ni mtulivu, lakini anapenda amani katika mapenzi. Mtu anipenda amani katika mapenzi ni ule mtu ambaye yeye akiingia katika mahusiano hapendi purukushani. Anakuwa ni mtu mpole, msikilivu, ni msikivu, lakini pia katika mapenzi anapenda amani. Kwa hiyo yoyote yule ambaye mwenye mpenzi wake jina lake linaanzia na herufi A ambao ni E, ajue kwamba huyo mtu yeye kwanza anapenda utulivu, anapenda amani, lakini ni mpole na ni msikivu. Lakini mtu huyu mwenye jina ambalo linaanzia na E ambao ni A, yeye ni mtu ambaye ni kigeugeu, asiyeaminiwa. Yani mtu kigeugeu ambaye asiyeaminiwa. Kiswahili fasaha, kila mmoja ana positive katika mwili wake na ana negative. Ana mazuri yake na ana mabaya yake. Mazuri ya Eric au Elias ni mtu mpole, msikivu, anapenda amani katika mapenzi na uhuru. Lakini hasi yake, mabaya yake katika nyota yake ni mtu kigeugeu ambaye asiyeaminiwa. Sasa anao mageuzi, ni mtu ambaye anao uwezo wa kubadilika. Lakini pia mtu jina lake linaanza na A ambao ni Eriki, Elias, Elimas, Elimondi, hao asili yao, nyota yao ya kawaida ni moto, lakini nyota yao ya asili ni simba. Siku yao gani ya bahati ambao ukienda kumuomba kitu atakupa, atakusikiliza, na atakupenda na atakutii kile ambacho unataka. Siku yao ya bahati watu hawa siku ya Jumapili, ndio nyota yao inafanya kazi. Lakini pia huyo mtu mwenye jina la ambao linaanzia na A, yeye herufi yake ni siku yake ya bahati ni Jumapili, lakini nyota yake ya kawaida ni simba. Sawa. Nafikiri mtakuwa mmeelewa vizuri. Sawa. Jina la pili tutakuja kujifunza leo ni herufi S. Herufi S ni mtu ambaye anaitwa Saudi, Saidi, Salumu. Hao watu kwanza nyota yao ni nyota nyepesi sana kuleta utajiri. Yaani ni nyota ambayo inavutia sana kwenye utajiri. Sawa. Lakini watu hao pia wanao ushawishi wa kumshawishi mtu yoyote kufanya wapate utajiri. Sawa. Lakini mtu huyu pia anapenda sana ngono. Ni mtu ambaye anapenda sana mapenzi, anapenda sana yeye
masuala ya mapenzi. Yani umwambie kitu katika mapenzi, wanaitwa wataalamu wa kupenda mapenzi. Yani ukiwa na mtu jina lake limeanzia na S, awe mwanaume au mwanamke, katika watu hao ni hatari sana katika masuala ya mapenzi. Kuna muda unaweza ukasema huyu jamaa au huyu mwanamke nilionao ana jini ashki, ana jini mahaba, maana ni hatari. Wanapenda mapenzi na wanapenda kupendwa, lakini chanya ya kwao ni watu ambao wanapenda mapenzi, wanapenda uhuru katika mapenzi, lakini pia wao nyota yao ni kali katika kuleta utajiri. Lakini negative pia ya hawa majina hao ambao wanaanzia na S, wanatabia wanaweza wakakaa wakafanya wanatabia ya kufanya kitu kwa kubadilika. Yani mfano unaweza kusema leo nitafanya kitu fulani. Yani ni mtu ambaye anapenda kufanya mageuzi ya hapo kwa hapo. Kiswahili fasaha ni mtu ambaye haeleweki katika maamuzi. Sasa hiki ni Kiswahili fasaha kabisa. Yani ni mtu ambaye haeleweki katika kufanya majambo yake. Yani yeye hajawahi kunyooka. Anza kaka kurupuka akasema mimi nitasave pesa yangu, baada ya kusave pesa mwakani nitafanya kadha wa kadha wa kadha. Lakini cha kushangaza, mwakani isifike, hata wiki uende isifike, akabadilika kaenda kufanya kile kitu. Kwa hiyo ni mtu ambaye atulii katika malengo yake. Huyo ni S. Positive yake, nyota yake ni kali katika kuleta utajiri, lakini negative yake, huyu mtu yeye ni mtu wa kubadilika katika maamuzi yake. Lakini pia ni watu ambao wanapenda sana ngono. S lakini pia S, fasiri sahihi ya S, nyota yake yeye ni mizani. Mtu yote jina lake ambalo linaanzia na S, yeye ni mizani. Sawa, ni mizani na nyota yake inafanya kazi yaumul Jumaa. Lakini pia ubani wake wa bahati, ubani, mfano anataka kuomba dua, ubani gani atumie? Basi atumie ubani Zukhura ambao ni ubani wa bahati katika nyota yake. Sawa. Lakini pia nguo yake gani ya bahati, akivaa anapata mafanikio. Nguo yake ya bahati ni nguo ya kijani au kahawia, watu wengine wanaita brown. Sawa. Hivyo. Lakini pia watu hawa msisahau ni watu ambao wanapenda sana kupendwa, wanapenda upendo, wanapenda mapenzi. Kwa hiyo huyo ni S. Tumejua kwamba A ambao ni E na S ni hao. Nyota ya mwisho kwa leo au jina la mwisho kwa leo ni jina G. Wakina Glory, Gabrieli, na yote yule ambaye anaanzia na G. G na S wao wote ni mizani. G na S zinafanya kazi yaumul Jumaa. Lakini mtu wa G, mwenye jina la G, huyo mtu kwanza anakuwa na maono. Ni mtu ambaye mwenye maono, lakini pia ni mtu ambaye anapenda sana dini yake. Yani ni mtu ambaye anauelewa katika elimu ya dini, lakini pia anapenda kukaa karibu na Mungu wake. Ni mtu ambaye anapenda kukaa karibu na Mungu wake. Ni mtu ambaye anauelewa na dini. Ni mtu ambaye mbunifu katika kazi zake. Ni mtu mbunifu katika majambo yake. Lakini pia ni mtu ambaye yeye anapenda kufanya vitu kwa usahihi katika ulimwengu wa dini. Watu negative yao au hasia kwao wao ni watu ambao wana tamaa na matamanio. Watu ambao wana mambo mengi kwa wakati mmoja. Umeelewa vizuri? Lakini huyu mtu mwenye herufi G, yeye ni mtu ambaye nyota yake kwanza ni mizani, inafanya kazi Ijumaa. Baada ya kusema haya, hii ni elimu ya nyota. Kama mtaendelea mtaipenda, basi nitakuwa naitoa katika kila vipindi vyangu. Elimu ya nyota ipo nyingi. Kuna majina mengi bado tujawahi kuyasoma. Kuna majina mengi bado tujawahi kuelekeza katika elimu ya nyota. Baada ya kusema haya, mimi nakupendeni sana na amani Mwenyezi Mungu iwe juu yenu. Asanteni.